Na mtazamaji, haya kijiri, Rais Samia Suluhu wa Tanzania sasa ametaka mazungumzo na upinzani wa taifa hilo baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata na ghasia. Na wito huu ukitolewa siku moja tu baada ya kukamatwa kwa katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Chadema, Amani Golugwa, kwenye msako wa kuwatafuta washukiwa wa ghasia za baada ya uchaguzi. Mimi Samia Suluhu Hassan. Takriban juma moja baada ya kuapishwa kama rais kwenye hafla katika uwanja wa kijeshi mjini Dodoma, Rais Samia Suluhu sasa anataka maridhiano. Lakini ni dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunaanzisha mazungumzo ya maridhiano ili kuhakikisha hata hao wachache wanapata nafasi ya kusikilizwa ili kuwa na taifa lenye amani na umoja na kuendelea kuwa mfano wa utulivu katika Afrika na dunia. Msimamo wa punde ukionekana tofauti na hali ilivyokuwa kabla ya uchaguzi uliokumbwa na ghasia, usiri na ukosoaji mkubwa wa wachunguzi wa uchaguzi. Serikali ya Tanzania sasa ikionekana kutaka kuwavutia wawekezaji na kurejesha imani kwa walimwengu. Rais Samia Suluhu Hassan amenituma niwahakikishieni kwamba nchi yetu ni salama na tulivu na iko tayari kupokea wageni wa aina mbalimbali kutoka duniani kote kwa mafanikio ya nchi zetu zote. Taarifa hii iliyosomwa kwa niaba yake ikionekana na uzito wa kutaka kurejesha sura ya taifa lililokuwa limeaminika kuwa lenye usalama mkubwa wa kisiasa. Lakini pia nawashukuru viongozi waliotangulia kuzungumza kabla yangu ambao wametoa pongezi za dhati kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Nataka niwahakikishie kwamba hakuna jitihada ambayo Rais Samia ataiacha katika kuhakikisha Tanzania inapata maendeleo, lakini pia amani ya nchi yetu inaendelezwa. Rais Samia amekosolewa pakubwa kutokana na uchaguzi huo ulioshuhudiwa kuzimwa kwa mitandao na hata vyombo vya habari, waangalizi wa mashirika kama vile Umoja wa Afrika na hata Muungano wa Mataifa ya Kusini mwa Afrika SADC yakisema haukuwa huru na haki.